Haya, wazazi wenye watoto ambao wako chuo, njooni tuzungumze hapa. Kitu ambavyo mnasikia maneno haya magumu sana kwa watoto wanasemaga kwa Kizungu, coursework. Wengine wanasema carry over, wengine wanasema SAP, wengine wanasema disco na kadhalika. Ili kuwa mzazi mnoko, nini unapaswa kujua? Unapaswa kujua jinsi gani ya kulogin kwenye hiyo account ya mtoto wako ili uweze kupata taarifa za mtoto wako. Umeelewana ndugu wazazi mpaka hapo tuko sawa? Anafanyaje? Ana repeat course. Hapo yule mtoto anapata supplementary. Neno tu yamebadilishwa. Badala ya kuitwa division zinaitwa GPA. Umeelewa? Badala ya kuitwa wastani zinaitwa coursework. Badala ya kuitwa somo linaitwa course. Wanaelezea mchanganuo wote huu kwa lugha ya Kiingereza. Vyuo vingi wanatumia lugha ya Kiingereza. Unaiti kitu kinaitwa repeat course. Anarudia ile semester disco. Tunasikia watu wanasema mtoto wangu amedisco. Kirefu cha disco ni discontinuation. Disika. Hayo ni mambo muhimu unayopaswa kujua ili usije ukawa disappointed siku ya graduation. Chochote cha chuo kinaenda kama ofisi. Maana yangu ni nini? Taarifa ya maandishi ni kitu muhimu chuoni. Hiyo ndugu mzazi, wakati unampeleka mtoto wako chuoni au anasoma chuoni, hayo ni mambo muhimu ya kitaaluma unayopaswa kuyazingatia. Kwa ndugu mzazi, hakikisha unakuwa mnoko na mfuatiliaji wa mtoto wako ili uweze kupata matokeo. Tusemezane. Haya, wazazi wenye watoto ambao wako chuo, njooni tuzungumze hapa. Kama wewe ni mzazi ambaye mtoto wako ndo amemaliza form 6, ndo anaenda chuo, matokeo yametoka, kuna hichi kitu kinaitwa admission. Admission kwa Kiswahili ni usahili. Usahili wa mtoto kupata vyuo. Sawa kutokana na kozi na matokeo yake yalivyotoka. Kuna wengine wanakuwa wanapangiwa kutokana na matokeo na kuna wengine wanaweza kuomba kutokana na mtoto anachotaka, labda anataka akasome sheria au anataka kusoma economics, anahisi chuo fulani kinafaa kutokana na matokeo yake na kadhalika. So admissions zinafanyika kwenye vyuo. Sasa hivi hauendi chuoni kabisa. Kama una uwezo wa kwenda kuuliza, unaweza ukaenda ukauliza, ukaenda kwenye utawala wa chuo husika wanakuelezea. Kama huna uwezo wa kwenda, mitandaoni kupitia smartphone mlizonazo zinaonyesha namna ya kufanya huo usajili. Hakikisha unajua. Yes, mimi naongea na wazazi ambao mnatakiwa mjue sasa hizi. Tunaongea na wazazi mnaobidi moyo wanoko. Unatakiwa ujue matokeo ya mtoto wako na kozi unataka kwenda kusoma na nini kinatakiwa. Sawa Na ukienda kwenye vyuo husika kwenye website sometimes wanakuaga na tunasemaje? Sehemu nyingine wanakuaga na vitabu maalum, nimesahau jina la hivyo vitabu, mtanisaidia wasomi, ambavyo vinaonyesha course. Yani kama anasoma bachelor in economics, inamaanisha na vitu ambavyo hiyo kozi inahusika navyo, kwamba semester kwanza atasoma hichi, semester pili atasoma hichi, mpaka mwaka wake wa 3 au wa 4. Vyote vinakuwa vinaelezea hapo. Sawa Course tunatumia ni kama somo. Sawa course ni kama course tunatumia kama kitu ambacho anaenda kukisomea. Haya maneno utayasikia. Sawa atafanyiwa huo usahili, matokeo yatatoka, amechaguliwa kwenye chuo husika. Kuna maandalizi tu ya mwanachuo. Inategemea na chuo. Maandalizi ya chuo sana sana asilimia kubwa inakuwaga ni ada, malipo ya ada, unatakiwa ujue malipo ya ada yanalipwaje, hostel kama chuo kiko mbali na mengineo mengi. Kuna kuwaga na hostel nyingine ziko ndani ya chuo na hostel nyingine ziko nje ya chuo. Tunaenda taratibu tu. Yaani mnielewe tu. Kuna hostel za ndani ya chuo na nje ya chuo. Inategemea. Kuna hostel zinazojumuishwa kwenye system ya ada na kuna hostel ambazo hazijumuishwi kwenye system ya ada. Inategemea na chuo. Nasema inategemea na chuo kwa sababu kuna vyuo binafsi na vyuo vya serikali. Sawa Kwa ukitaka taarifa maalum, yani taarifa nzuri, hakikisha kama ni chuo fulani amechaguliwa, get time, nenda kwenye hicho chuo, funga safari, nenda, piga simu, ingia kwenye website, uliza, ujue tu. Yani jua tu, sawa Hivyo vyote vitakusaidia. Utajua gharama za chuo, utajua mambo ya mazingira ya chuo na kadhalika. Haya, mtoto anaingia kwenye chuo.
Kuna hivi vitu ambavyo mnasikia maneno haya magumu sana kwa watoto wanayosemaga wa kizungu, coursework, wengine wanasema carry over, wengine wanasema SAP, wengine wanasema disco na kadhalika. Sasa niko hapa kutoa elimu ndogo tu. Kuna wazazi ambao hatujafanikiwa kwenda shule kubwa hivyo kama tunavyowapeleka watoto wetu. Sio jambo baya, hatuwezi kulaumu, lakini pia tunapaswa kuwa tu na knowledge tu ndogo, yaani uelewa mdogo wa vitu ambavyo mtoto wako akiwa anasema na wewe ujue. Na mimi nitasemezana na wewe tu kwa uelewa wako huo huo, uelewe nini huwa wanamaanisha wakisema vitu hivyo. Kwa mtoto wako amefika chuo, amefanya usajili, akishafanya usahili, akachaguliwa, akifika chuoni anafanya usajili. Kwa hiyo anasajiliwa kuwa mwanachuo hiyo sehemu husika. Hapo sasa kuna hichi kitu kinaitwa mkopo. Mikopo hutolewa na serikali kwa mwanafunzi husika kutokana na ufaulu. Sawa ufaulu, wengine wakiwa na matatizo, kuna vigezo vya mikopo. Akipata mkopo, ukiambiwa kwamba mtoto wako amepata mkopo labda 100%, inamaanisha mtoto wako analipiwa ada 100% na anapewa boom. Boom ni nini? Boom ni hela ya matumizi ya mtoto. Ndani ya mikopo ya mikopo, ukiwa mzazi mfuatiliaji, ukienda kwenye bodi ya mikopo inakuelezea mchanganuo wa huo mkopo ukoje, kwa sababu wanapewa kwa awamu. Sawa na wanapewaga mpaka mkopo wa kwenda field. Tutafika field ni nini. Sawa wanapewa sometimes kwenye hela wanapewa mpaka hela stationaries. Tutaelezeana hela za stationaries ni nini. Sawa hivyo vyote unapaswa ujue. Kwa mtoto wako akwambia nimepata boom na anakwambia nimepata mkopo na uelewi, get time, jifunze. Kwa nini mjifunze? Ndio ni kipindi kifupi sana. Wanasemaga mtoto ile akishachaguliwa ni kipindi kifupi sana. Jifunze tu ndugu yangu. Jifunze tu kujua. Kwa akili yako, yaani kwa sababu yako tu. Kwa sababu ukishajua maarifa ni maarifa, sawa? Kwa mtoto anasajiliwa. Akisajiliwa anakuwa ni mwanafunzi wa chuo husika. Kwenye huo usajili anapewa registration number ambayo ndio kama namba yake ya utambulisho. Hiyo namba inakuwa ni ya kwake. Yaani kwamba jina lake anaitwa Athumani Ramadhani Mwakalaunga. Sawa kwa hiyo anapewa registration number yake kutokana na mwaka wake, anapewa kutokana na course pia. Kwa hiyo kama course yake tuseme amechukua zake uchumi. Kwa hiyo course yake hiyo anakuwa anatambulika na hiyo registration number. Akifika sasa hizi teknolojia ni kubwa sana. Anafunguliwa account ya mtandaoni wa chuo. Chuo wanakuwa na mtandao wao wa kuwasajili wanafunzi wao na kutoa taarifa za mwanafunzi husika. Taarifa kama malipo ya ada, taarifa kama matokeo. Matokeo ndio inamaanisha kama mtoto wako anaendelea, mtoto wako haendelei, mtoto wako amepata SAP na kadhalika. Huko kwenye huo mtandao mtoto anakuwa na account yake kutokana na registration number yake. Kwa hiyo akipewa registration number yake, anaingia kwenye smartphone yake, labda chuo chetu kinaitwa X. Kwa hiyo anaambiwa kabisa ingia hapo mtandao www.xuniversity.com. Ukiingia anasajili, anakuwa kwenye hiyo anakuwa na account. Ambayo account yake sasa ndio matokeo yake yanakuwa huko, amelipa ada inakuwa huko na kadhalika. Sasa ili kuwa mzazi mnoko, nini unapaswa kujua? Unapaswa kujua jinsi gani ya kulogin kwenye hiyo account ya mtoto wako ili uweze kupata taarifa za mtoto wako. Yes, mtu yote anaweza kuaccess hiyo account kama mtoto wako akikupa password na registration number yake au jina analolitumia ili uweze kuona matokeo ya mtoto wako. Kwa hiyo chuo hawana ile system ya kwamba unatumiwa ripoti. Chuo wameweka system ya mitandaoni kwamba taarifa za mtoto wako anazipata wapi? Kwenye mtandao. Kwa hiyo wewe unapataje taarifa? Ni pale ambapo uwe mzazi mnoko. Nasisitiza unoko. Unajua sasa kwamba mtoto wako ana account na kwenye account kulogin ni kuingia kwenye hiyo account husika kutumia smartphone au kompyuta na unaona matokeo ya mtoto wako. Sasa akishapewa anakuwa kwenye kozi husika. Usajili ukiisha ndo hapa kunakuwa na kitu kinaitwa orientation. Orientation ni pale ambako watoto wanaelezewa mazingira ya chuo, sheria na kadhalika, nini wanapaswa kufanya na nini. Yaani kama vile ukianza kazi mpya unavyoambiwa mzazi mwenzangu, kwa unapewa. Sasa akifika kwenye kozi husika mtoto anakuwa anaambiwa idadi ya masomo anayosoma kwa semester husika. Semester inamaanisha huko chini tunaitaga term 1, term 2, term 3.
huku tunaita semester. Kwa hiyo kwa mwaka mtoto anakuwa na semester 2. Yes, anakuwa na semester ya kwanza na semester ya pili. Anakuwa amemaliza mwaka wa kwanza. Akienda tena anakuwa semester, akiingia mwaka wa pili semester ya kwanza na semester ya pili. Hapo katikati kunakuwa na nini? Kunakuwa na likizo. Jumla ya miezi mtoto anayosoma chuo inakuwaga ni miezi 8. Miezi 8 ndio. Semester ya kwanza ina miezi 4, semester ya pili ina miezi 4. Alafu kuna miezi ile ya katikati iliyobaki, hiyo miezi 4 inayobaki inajumuishwa kwenye holidays, mapumziko. Mtoto akienda holidays ile kubwa, zile anakaa miezi 2, anaenda field na kadhalika. Sawa mzazi, tuko pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo huku ukisikia neno semester inamaanisha ni term. Kwa kila mwaka unakuwa na semester 2. Sawa Hapo kwenye semester zinaanzaje na nini? Tunarudi kwenye utaratibu wa chuo. Sawa Akishakuwa na idadi ya masomo, hizo tunaziita kozi anazozisoma. Neno kozi kwanza linakuwaga ni masomo anayoyasoma. Sawa? Kwenye hiyo kozi huku chuoni tunakuwa na utaratibu tofauti na kule chini, yaani huku kwenye primary na sekondari. Kwa nini tunakuwa na utaratibu tofauti? Kwa sababu huku mtoto anapaswa kufanyaje? Mtoto anapaswa kutafuta wastani. Yes. Yaani somo langu mimi ninasoma linaitwa biashara, business. Hiyo ni kozi yangu. Na ili niweze kufanya mtihani wangu wa mwisho, inabidi wastani wangu ni upate kabla ya mtihani wa mwisho. Wastani wangu na upataji. Wastani wangu tunakuja kwenye hichi kitu kinaitwa coursework. Coursework ni wastani ambao mtoto anaupata kabla ya mtihani wake wa mwisho. Coursework anaipataje? Coursework anaipata kupitia mazoezi anayoyafanya darasani. Mfano, test kwa Kiswahili ni majaribio. Assignment ni mazoezi yale ambayo anapewa, ambayo inaweza ikawa ni mtu anafanya assignment ya kwake mwenyewe, yani individual assignment, au group assignment ambayo inahusisha mnafanya watu wengi kwenye hicho kitu. Mnagawanywa kwa makundi, mnafanya kazi, mnapewa. Sasa twende kwenye kawaida. Kawaida asilimia ni 100. Sawa tunatakiwa tupate asilimia 100. Vyuo walivyofanya wanagawa ile asilimia 100 nusu. Yaani nusu, labda tuseme 50 mtoto wako anaipata nje ya darasa, nje ya chumba cha mtihani, 50 anaipata ndani ya chumba cha mtihani. 50 ya nje ya chumba cha mtihani ni coursework. 50 ya ndani ya chumba cha mtihani anafanya kwenye mtihani unaitwa UE. Kirefu cha UE ni university exam. Kwa hiyo mtoto wako anasoma biashara, anatakiwa akiwa anapewa zile assignments, tests, presentation na vyote inategemea na kozi. Pale anakuwa anakusanya 50 ya nje ya darasa. Mfano, huku kwenye 50 ya nje ya darasa akapata 25 chini ya 50. Ile 25 inakuja kujumuishwa na max atakayoipata kwenye UE, university exam. Ndio anapata total max ya somo husika. Kwa hiyo mfano huko amepata 25, huko kwenye mtihani kawaida amepata 40. Inachukuliwa 25 anajumlishiwa 40, inakuwa ni ngapi? 65. Kwa hiyo matokeo yake ya mwisho anakuwa amepata 65, lakini 25 amepata nje, 40 amepata ndani ya chumba cha nini? Chumba cha mtihani. Tumeelewana ndugu wazazi mpaka hapo tuko sawa? Kwa hiyo coursework zile, masomo yale, kuna masomo core. Mwalimu, mtoto akikwambia kozi yangu hii ni core, ni kozi, yani ni somo tunasema, yani kama ni somo la msingi wa hilo kozi. Yani bila hilo somo hiyo kozi haiwezi kuwepo. Mfano, akisoma, natolea mfano wa vitu mnavyovielewa. Mfano, akisoma business, labda core subject yake ni hesabu, core subject entrepreneur, core subject, yani umeelewa, kwa ni yale masomo mama. Yani kama vile ambavyo huku chini amesoma PCM, core subject ni physics, core subject ni chemistry, core subject ni mathematics. Huku core subject ni kutokana na kozi husika. Na hizo zote hizo zinakuaga tunasema na points. Hizo zinakuwa zime categorize kutokana na wastani. Yani nikisema points zinakuaga, ukiingia tu kwenye kozi ya kwanza, yani ukiingia siku ya kwanza darasani, mwalimu anatakiwa awape course outline. Nini mnategemea kujifunza kwenye hiyo kozi, marks za zile kozi zinafanywaje na kadhalika. Mtoto huwa anapewa.
Hiyo course outline ndio kama guideline au mwongozo wa kozi husika. Tumeelewana mzazi mwenzangu hapo? Kwa hiyo mtoto wako ana masomo yake 7. Masomo yake 7. Hayo masomo yake 7 ya kozi husika anayoisoma. Na hayo masomo yake 7, kwenye kila somo anatakiwa apate nusu ya max. Yaani nusu ya max inamaanisha nusu yetu ile 50 anatakiwa apate huku. Kila somo anatakiwa apate coursework. Sasa vyuo vingine utasikia wanakuambia kwenye mtihani anapata huku nje anatafuta 60, kwenye mtihani anatafuta 40. Wengine 50 kwa 50. Vyote hivyo. Sasa usipopata coursework, nini kinatokea? Ndugu yetu, mtoto wetu ameingia pale, amefanya masomo yake 7. Somo lake la hesabu hajapata wastani. Hajapataje wastani? Mfano, alitakiwa apate 25 chini ya 50. 50 ya kwanza. Amepata 20. Inamaanisha hajaweza kufaulu kuingia, hajapata wastani wa kuingia kufanya mtihani. Somo hilo anafanyaje? Ana repeat course au ana carry course. Kucarry course ni nini? Ni vile mtoto amefeli kupata wastani wa kuingia kwenye chumba chake cha mtihani. Kwa kurepeat inamaanisha hiyo course mwakani, wakati anaingia mwaka wa pili, atabidi aje kusoma hiyo course ya mwaka wake wa kwanza. Kwa hapo ni neno ile bwana amekeri. Ndio hivyo. Kwa carry ni kubeba lile somo husika. Anabeba. Kwa nini anabeba? Nimekuelezea sababu. Kwamba hajaweza kukidhi vigezo. Yes, tuseme vigezo. Ambavyo ni vigezo ni nini? Ni coursework. Tupo sawa ndugu mzazi mwenzangu? Kama hujanielewa pause, rudia nyuma. Haya. Kuna hichi kitu mtoto sasa amepata wastani wake. Vizuri kabisa. Amepata 25, ameenda kwenye mtihani wa mwisho. UE. Amefika kwenye mtihani hakupata wastani mzuri. Yaani hakupata wastani wa kuanzia C kushuka chini. Amepata wastani wa C kushuka chini. Ila amepata D au amepata F. Hapo yule mtoto anapata supplementary. Supplementary ni nini? Supplementary ni vile mtoto alipata wastani wa kufanya mtihani wake wa mwisho, lakini kwenye mtihani wa mwisho hajapata maksi zinazoweza kumfanya aendelee mbele. Kwa hiyo supplementary inafanyaje? Mtoto anakuja kufanya mtihani mwingine ili aweze kupata nafasi ya kuendelea mwaka unaofuata. Kwa hiyo kunakuwa na tarehe maalum za kuja kufanya hiyo mitihani ya supplementary. Tumeelewana wazazi? Kwa hiyo ukisikia carry over, mtoto anamwambia nimebeba somo, tumejua carry ni nini. Ukisikia nimepata SAP, umeelewa SAP ni nini. Tunakuja kuna vyuo vingine wastani, hizi marks tunazosema coursework sijui nini, zote hizi mwisho wa siku zina 1 mpaka 100. Yaani ni wastani unakuwa chini ya 100. Yaani kote huku tunapoenda ni maneno tu yamebadilishwa. Badala ya kuitwa division zinaitwa GPA. Umeelewa? Badala ya kuitwa wastani zinaitwa coursework. Badala ya kuitwa somo linaitwa course. Badala ya kuitwa zoezi inaitwa assignment. Umeelewa? Kwa ni maneno yanayotumika ya kitaaluma huku chuoni. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kuelewa ni aina ya maneno haya na maana zake. Upo mzazi mwenzangu? Kwa hiyo amepata SAP. Akipata SAP kwenye matokeo kwenye ile account ukienda inaonyesha kabisa pale SAP. Anatakiwa aje kufanya mtihani. Haya, mfano masomo yake amepata repeat, kuna mengine amepata sapu, kuna mengine yani tuseme labda kwenye masomo 7, tuseme ana sapu 3 inatokea, ana repeat inatokea. Sasa kuna wastani kuna wastani wa general ambao zile ndio tunasema ndio GPA. Yani hivi amefanya masomo yake 7, yote 7. Alivyomaliza zimechukuliwa maksi zake, zimejumlishwa, zimegawanywa, zinatoa matokeo GPA. Sasa kila kupitia TCU. TCU ni nini? TCU ni kama NECTA ya chuo. Yaani ni kama wizara ya elimu
sawa, ambayo hawa wanadili na view. Hawa wanakuwa na muongozo kwamba mtoto akipata GPA let's say kuanzia 2.0, mtoto huyu anatakiwa arudie, mfano natoa, arudie hiyo semester. Mtoto huyu akipata labda GPA ya 1, mtoto huyo amedisco. Sawa, kwa kunakuwa na muongozo ambao unaelezea maksi ambazo mtoto anapaswa kuzipata kutokana na kozi husika. Na muongozo huo unakuwa umetoka TCU kuja vyuoni, na watoto wanakuwa wameambiwa kwenye orientation na course outlines zinakuwepo. Watoto wanapewa vitabu, vipo vya kila chuo, au kwenye website wanaelezea mchanganuo wote huu kwa lugha ya Kiingereza. Vyuo vingi wanatumia lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo kama wewe mzazi unataka kujua vizuri kwa knowledge sake, for your own sake, nenda kwenye utawala wa chuo hicho ambacho mtoto wako anaenda na uulize, watakuelezea. Kwa hiyo ameshapata coursework zake, anasapu, ana repeat, anarudia somo, repeat course, wenyewe tunaita carry over. Anasapu, anatakiwa afanye mtihani. Kwa hiyo tumejua carry over, tumejua sapu. Kuna repeat semester, anatakiwa arudie semester nzima. Yaani kama amesoma semester ya kwanza, hajakidhi vigezo vya kwenda semester ya pili, anatakiwa arudie. Sina uhakika kama hichi kitu kina apply kwenye vyuo vyote, lakini ninaongelea knowledge yangu. Kama kuna any updates, watu watatusaidia hapo kwenye comments. Sawa eh? Kwa hiyo mtoto sasa una hichi kitu kinaitwa repeat course. Anarudia ile semester. Kama ni semester ya kwanza, anairudia kusoma ile miezi yake 4 kwa sababu ameshindwa kupata wastani au GPA au matokeo mazuri ya kumfanya aendelee semester ya pili. Na vyuo vingine mtoto wako akirepeat course unalipia upya. Yes. Tunakuja. Amefaulu vizuri. Akifaulu vizuri, akijumuishwa vizuri, kuna matokeo yanaitwa GPA. Ambao GPA ni zile kama division. Aina zinajumlishwa wastani wake wote ule pamoja unajumlishwa. Ukishajumlishwa hapo pamoja unagawanywa. Hii GPA kama ni semester ya kwanza, haya matokeo yanakuwa carried over, yanabebwa kuja kujumlishwa na semester ya pili kupata GPA ya mwaka mzima. Kumbuka, semester ina miezi 4. Kwa hiyo akimaliza miezi 4 ya kwanza, anafanya mitihani. Akimaliza kufanya mitihani, hii mitihani inakuja kujumlishwa kwenye mitihani atakayofanya miezi 4 ya pili. Jumla ni miezi 8 mwaka kwa chuo. Ikijumlishwa pamoja, anapata matokeo ya mwaka mzima. Disco. Tunasikia watu wanasema, mtoto wangu amedisco. Kirefu cha disco ni discontinuation. Discontinuation ni kwamba mtoto wako hawezi kuendelea na masomo. Kwenye discontinuation au disco kuna vitu vingi. Kuna nidhamu, mtoto anaweza kudisco. Kuna ufaulu wa mitihani, mtoto anaweza kudisco. Kuna mfano akifanya migomo na nini anaweza kudisco. Kwa hiyo discontinuation kwenye taaluma ni pale ambapo ameshindwa, yani ni kama amepata 0 au amepata zile GPA tunasema division 4 ya division 4 tunasema ya mwisho ile ambayo mtu anasema amepata F zote na D, hawezi hata kwenda kuapply labda VETA na kadhalika. Kule yule mtoto anakuwa discontinued. Kwa hawezi kuendelea na masomo. Nini mtoto akipata discontinuation unapaswa kufanya? Mtoto akipata discontinuation, kama mtoto wako anajiamini, kuna hichi kitu kinaitwa kuappeal, kuomba usaishwaji wa mitihani upya. Hapa tunatakiwa ukadili na idara husika ya mtoto wako. Nitaelezea idara ni nini. Sawa eh? Kwa hiyo kama amepata disco, inamaanisha mtoto wako hawezi kuendelea. Disco inaweza ikatokea semester ya kwanza mwaka wa kwanza, disco inaweza ikatokea semester ya pili, disco inaweza ikatokea hata mwaka wa 3. Kwa hiyo ukiona umeshachungulia kwenye ile account umeona pale disco,
inamaanisha mtoto wako hawezi kuendelea na chuo hicho. Kwa hiyo kama anaweza kuappeal, akaomba akafanya appeal, anaweza akaappeal, akafika kwenye kuappeal matokeo yakatoka yale yale, inamaanisha anatakiwa aombe chuo upya. Either ni chuo hicho au ni chuo kingine. Inamaanisha mtoto wako anaweza kuanza upya kutokana na akidisco, mikopo haiendelei. Yes. Yaani bodi ya mikopo haiwezi kuendelea kumpa yule mtoto mikopo. Wenyewe kwenye bodi ya mikopo ina sheria zake endapo mtoto akidisco na ukitaka kuendelea kupata mikopo. Huko ni kitu kingine. Kwa hiyo ndugu mzazi, elewa kwamba mtoto wako akiingia shule, nini unapaswa kujua? Matokeo yake. Je, amepata coursework? Coursework inamfanya afanye mtihani wake wa mwisho wa UE. Kama amekosa coursework, je, ana repeat course? Kuna somo analopaswa kurudia mwaka unaofuata? Je, amepata sapu? Alifanya mtihani wake wa mwisho lakini matokeo hayakupata vizuri na kuna siku zinapangwa kwa ajili ya matokeo. Je, amedisco? Inamaanisha hawezi kuendelea na masomo yake. Je, amerepeat course? Labda amerepeat semester, anatakiwa arepeat semester husika. Hayo ni mambo muhimu unayopaswa kujua ili usije ukawa disappointed siku ya graduation. Kwa sababu endapo asipofanya ile SAP kwa wakati, amedisco. Yes. Aya, scenario namba nyingine. Kuna hii mitihani inaitwa special. Endapo mtoto wako aliumwa wakati wanakaribia kufanya mitihani ya mwisho, akapata matatizo na kadhalika, anapaswa kuandika barua ya kuomba mitihani yake afanye special. Special ni mitihani ambayo mtoto yule hufanya kwa kipindi kile wenzake wakiwa wanafanya SAP. Kwa labda alipata matatizo, alifiwa, alifanyaje, anatakiwa kuandika barua. Kitu kingine pia ambacho mzazi unatakiwa umfundishe mtoto wako ni nini? Kitu chochote cha chuo kinaenda kama ofisi. Maana yangu ni nini? Taarifa ya maandishi ni kitu muhimu chuoni. Amepata matatizo, taarifa ya maandishi ni kitu muhimu sana chuoni. Bila taarifa yoyote ya maandishi hakuna msaada wa mtoto. Ameumwa, amelazwa, taarifa ya daktari. Amepata matatizo, taarifa. Anaomba ruhusa, taarifa. Taarifa ya maandishi ndio usalama wa mtoto wako. Kwa hiyo mzazi, ukisikia special ni mitihani ambayo mtoto anaomba afanye baada ya tatizo fulani kutokea kabla ya mtihani wake wa UE. Ukisikia UE ni university examination, mitihani ya mwisho ya mtoto kufanya, wanafanya kutoka semester moja kwenda semester nyingine. Ukisikia neno semester ni term, yani muhula. Sawa Ukisikia disco ni mtoto hawezi kuendelea. Ukisikia SAP kama tulivyoelezeana. Kwa hiyo ndugu mzazi, wakati unampeleka mtoto wako chuoni au anasoma chuoni, hayo ni mambo muhimu ya kitaaluma unayopaswa kuyazingatia. Na unapaswa kuyazingatia kwa kuyafuatilia semester kwa semester, mwaka kwa mwaka, mpaka mtoto wako atakapomaliza. Ukiona mtoto wako humwelewi, humwelewi, hakupi majibu yanayoeleweka, panda gari, nenda chuoni. Utaendaje chuoni kama hujui mtoto wako anasoma nini? Unapaswa ujue degree, jina la degree la mtoto wako. Usiishie kuwa mzazi unayesema mtoto wangu anasoma biashara, mtoto wangu anasoma economics, mtoto wangu anasoma law. Which law? A total degree, mfano Bachelor in Business Administration in account. Lazima hivyo vitu ujue. Uvijue kabisa, anasoma Bachelor in Economics, anasoma Bachelor in Biology, lazima ujue. Kwa nini ujue? Kwa sababu utakapoenda chuo utaulizwa anasoma nini. Ukifika kwenye utawala, chuo wanakuwa na hichi kitu kinaitwa idara. Kila kozi inakuwa na idara yake na utaratibu wake. Sawa Kwa hiyo inamaanisha mtoto, unaweza kuwa na watoto watatu wanasoma vyuo na wanasoma kwenye idara 3 tofauti. Kwa hiyo unatakiwa ujue degree za watoto wako vizuri. Ukifika ukitaka msaada, ukienda utawala, unaenda tu kwenye chuo chochote, naomba nionane na utawala. Ukifika, bwana mimi mtoto wangu anasoma hapa, jina lake ni hili, registration number yake ni hii. Hivyo ndo tunavyotambulika vyuoni.
kwamba mtoto wako anapaswa kujulikana jina lake na registration number. Wakiingiza kwenye system ya chuo registration number, ndo taarifa za mtoto wako zinakuja na zinasema anasoma degree gani. Kwa hiyo ukienda ukisema mtoto wangu anasoma business administration in human resource, inamaanisha watakwambia basi wewe unatakiwa uende kwenye department au idara ya biashara. Hapo utakutana na mkuu wa idara ambaye mtoto wako yuko chini ya hiyo idara. Kwa ndugu mzazi, hakikisha unakuwa mnoko na mfuatiliaji wa mtoto wako ili uweze kupata matokeo mazuri. I hope kuna vitu umejifunza, na kama ukiwa na maswali tusemezane, na kama mtu ana uelewa mpana zaidi asisite kusemezana. Kila la heri ndugu mzazi. Tusemezane.